Kuelewa hati yako ya malipo. Habari, karibu kwenye UMass Dining. Katika video hii tutajadili hati yako ya malipo. Lete hati yako ya malipo ili uweze kusitisha na kupata kila sehemu tunapoikagua. Kwa maswali zaidi, wasiliana na meneja wako au tembelea ofisi ya kituo cha campus. Usione haya kama Kiingereza sio lugha yako ya kwanza. Unaweza kutafuta mkalimani au kuomba msaada kwa meneja wako. Wacha tuanze. Hati ya malipo ni nini? Kila baada ya wiki 2 unalipwa kwa kazi yako. Hati yako ya malipo inakuonyesha kila kitu kuhusu malipo yako. 1. Maelezo yako ya kibinafsi. 2. Masaa yako na mapato. 3. Makato ya kabla ya kodi. 4. Ushuru wako. 5. Makato ya baada ya kodi. 6. Malipo halisi. 7. Masaa yanayopatikana. Hapo juu utaona jina na anwani yako, kitambulisho cha mfanyakazi na jina lako la kazi. Hakikisha jina lako limeandikwa kwa usahihi. Utaona tarehe 2 muhimu: kipindi cha malipo, wiki 2 za malipo, na tarehe ya ushauri, pesa huingia benki. Katika UMass unalipwa kila Ijumaa nyingine. Saa zako na mapato. Pata katika hati yako ya malipo sehemu ya saa zako na mapato. Je, umeipata? Sehemu hii inakuonyesha ni kiasi gani umepata. Malipo yako ya kawaida yanahesabiwa kama hii: kiwango chako cha saa, ambayo ni kiasi gani unalipwa kwa saa, ikizidishwa na idadi ya masaa uliofanya kazi, ni sawa na mapato yako. Kwa mfano, ikiwa unalipwa $18 kwa saa na unafanya kazi masaa 80 katika wiki 2, malipo yako ya kawaida ni $1440. Sehemu hii pia inajumuisha aina nyingine za malipo. Ikiwa umetumia saa zako za likizo, ugonjwa au wakati wa kibinafsi, au umefanya kazi kwa ziada, masaa haya yataonekana hapa. Ongeza haya yote pamoja: malipo ya kawaida, muda wa ziada, likizo na mapato mengine. Jumla inaitwa malipo yako ya jumla. Hizi ndizo pesa zote ulizopata kabla ya chochote kutolewa. Kumbuka, masaa yako yanaweza kubadilika kati ya mihula. Wakati wa mapumziko, wakati unafanya kazi kidogo, malipo yako ya jumla yanaweza kuwa chini. Hii ni kawaida. Kabla ya kukatwa kodi. Pata katika hati yako ya malipo sehemu ya kabla ya kukatwa kodi. Je, umeipata? Sehemu hii inaonyesha pesa zilizotolewa kwenye hati yako ya malipo kabla ya kulipa kodi. Punguzo kubwa zaidi la kabla ya kodi kawaida ni bima ya afya. Kiasi kinategemea ni mpango gani unachagua na ni nani unayeshughulikia, wewe mwenyewe au wewe na familia yako. Punguzo lingine ni mchango wako wa kustaafu unaoitwa MSS, mfumo wa kustaafu wa wafanyakazi wa jimbo la Massachusetts. Kila malipo, serikali huchukua 9.12% ya malipo yako na kukuokoa. Unapostaafu, serikali itakulipa pesa kila mwezi. Huwezi kuacha hii. Inahitajika na sheria. Ikiwa unalipia mahali pa maegesho kwenye chuo kikuu, malipo yako yataonekana katika sehemu hii pia. Ushuru. Je, umepata sehemu iliyoandikwa kodi? Nzuri. Nchini Marekani, kila mtu anayepata pesa lazima alipe kodi. Ushuru hulipa barabara, shule, hospitali na huduma za serikali. Utalipa aina 2 za kodi: kodi zinazoenda kwa serikali ya shirikisho na ushuru unaoenda kwa jimbo la Massachusetts. Ikiwa una maswali kuhusu kodi zako, njoo kwa ofisi ya HR. Makato ya baada ya kodi. Tafadhali pata sehemu ya makato ya baada ya kodi. Tayari? Baada ya ushuru kuhesabiwa, kunaweza kuwa na makato machache zaidi. Kwa mfano, ikiwa wewe ni mwanachama wa chama au ikiwa ulichagua bima ya ziada ya maisha, malipo haya yataonekana katika sehemu hii. Malipo yako halisi. Hii ndiyo nambari ambayo kila mtu anataka kuona: malipo yako halisi. Hizi ndizo pesa ambazo huingia kwenye akaunti yako ya benki. Hivi ndivyo inavyofanya kazi. Anza na malipo yako ya jumla. Ondoa makato ya kabla ya kodi, kodi na makato ya baada ya kodi. Kilichobaki ni malipo yako halisi.
Ikiwa malipo yako halisi yatabadilika, jiulize, je, nilifanya kazi kwa saa tofauti? Je, makato mapya yalianza? Je, nilipata muda wa ziada? Mabadiliko madogo katika ratiba yako yanaweza kubadilisha malipo yako ya kurudi nyumbani. Masaa yanayopatikana. Pata katika hati yako ya malipo sehemu masaa yanayopatikana. Je, umeipata? Sehemu hii inaonyesha saa unazoweza kutumia kuchukua likizo wakati unalipwa. Hii inaweza kuwa wakati wa likizo, siku za kibinafsi na siku za ugonjwa. Nambari inayoonekana hapa ni idadi ya masaa yanayopatikana kwa kila kategoria. Wakati wako wa likizo utaendelea kujilimbikiza hata kama hautumii. Wakati wako wa kibinafsi ni tofauti. Ikiwa hutaitumia mwishoni mwa Desemba kila mwaka, utapoteza masaa haya na seti mpya ya siku za kibinafsi zitaanza. Ukipata makosa au una maswali kuhusu malipo yako, wasiliana na meneja wako kila wakati au tembelea ofisi za HR. Kuelewa hati yako ya malipo hukusaidia kuhakikisha kuwa unalipwa ipasavyo. Unafanya kazi kwa bidii. Hakikisha unapata kila kitu ulichopata. Asante kwa kazi yako bora katika UMass.